Jeshi la Polisi liendelee kuwashauri na lenyewe hivyo hivyo kwenye community engagement, ili wananchi waendelee kujenga utaratibu wa kutii maelekezo na mashauri ya mahakama, na kama kuna jambo lolote linaloshindikana kuwaelekeza wafuate mnyororo wa kimahakama ili kuifikia haki yao. Na kwa jeshi hilo la polisi nimeshazungumza sana kuhusu mabouncer. Papo mahali ambapo tunaelewana, papo mahali ambapo tutashindwa kuelewana. Nataka mtoe funzo kubwa, tena ikiwezekana mwezi huu usiishe. Mahali popote ambapo kuna mtu anaweza kujitokeza kuifanya kazi ya polisi au ya chombo cha dola nje na mafunzo, nataka mtoe funzo. Nataka mtoe funzo. Hili funzo, najua inawezekana leo tunazungumza afu mnaona kama tuko labda kwenye siasa. Mtu ambaye haujasomea mambo haya, kwa mfano niwaeleze tu jambo moja. Ukija hapa ukamkamata hovyo hovyo mtu hapa, akamshika maeneo ambako ni delicate, akafariki, una kesi ya kujibu ya kuua kwa makusudi. Wewe sio daktari, umemchoma mtu sindano akafa, akapata ulemavu, una kesi ya kujibu. Kwa lazima iwe ni mamlaka inayohusika ndio iweze kufanyia kazi hizo. Kwa baada ya kusema haya, sasa jeshi la polisi pamoja na familia ya Bi Evelyn pamoja na familia ya ndugu yangu ya mzee wetu Godfrey Shuma, hitimisheni kwa furaha kabisa, wala sitaki kusikia makelele aina yote. Na kama kutakuwa kuna makelele, RPC ninakuruhusu ukamate wote ambao watakuwa wanaendelea na muendelezo huo wa ukaidi, wakapumzike ndani na kuwashtaki kwa kuwa ni kielelezo kichafu cha kuendelea kuchafua amani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapotutuma sisi, na sisi ni wanadamu. Mimi Chalamila hapa ni mkuu wa mkoa, lakini mimi kesho sio mkuu wa mkoa, ni raia wa kawaida. Nikinyang'anya haki ya Bi Evelyn au nikinyang'anya haki ya Godfrey, hata Mungu wangu wa mbinguni kesho on the absence ya hiki cheo changu nitahukumiwa. Kwa na mimi napokuja kwenye tafsiri ya mambo haya, si tafsiri on the favor, kwa sababu na mimi kesho ni raia vile vile, na mimi kesho nitakufa vile vile, na familia watakuja vile vile, na watoto watakuja vile vile. Kwa hiyo hili RPC na kuomba sana mlitekeleze, tena bila shauti ya aina yoyote. Mwenye haki kwa muda huu kwa nyaraka zinazoishi take control of his premise as soon as possible. Baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, nadhani mmepitishwa vizuri. Sasa ni muda wenu wa kujiridhisha kwenye nyaraka na kuto kukurupuka kuandika chochote. Hizi ni issue za kisheria. Write when if you have evidence. Write when if you have proved everything beyond a reasonable doubt. Ukienda namna hiyo, chombo kitaendelea kuheshimika, lakini huko nako wataendelea kuheshimika. Na ndio maana nasema sio kwa maamuzi ya Bwana Chalamila. I'm not here to judge. I'm here to interpret. Hiki kinachoitwa judgment. Mmenelewa mpaka hapo? Waandishi mmenelewa? Haya basi, nawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Punguza. Yaani mkiendelea huku kunizingua nitalipunguza. Maana yake muda huu itakuwa ni kuondoka muda huu. Sisi tumekwenda kwa upole jamani, hao hatujaenda kwa upole. Sisi tumefafanuliana tu vizuri. Tumefafanuliana vizuri kila kitu. Ndio maana tumesema kama kuna jambo lolote liko tofauti, maana yake mnakwenda tena wapi? Ndio maana nimeuliza maana sheria iko wapi wa familia. Umeelewa mpaka? Sikiliza bana,
Hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tuma Mgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tuma Mgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Simbadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tuma Mgamba Hardware. Hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tuma Mgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.